watoto buku mbili, 2,000 watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, 2,000 watoto buku mbili. Unauma, unauma, unauma moyo, unauma, 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 unauma moyo, unauma, 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 unauma moyo, unauma. Ukisubutu kutuma na ulitua jigeto, kivipi nitongoze mchana usiku umbe posho? Wanapenda kuku, wanapenda chips, wanapenda watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, 2,000 watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, 2,000 watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili. Afu mtoto mwenyewe kumbe mzuri kabisa, unasuka wala askari wangu. Nigea na cheni hiyo chapu. Bwatiani! Wewe una hela au? Jamani kwa nini? Hatupoi! Nenda baba hujaitwa. Usikate tamaa. Tutampata. Tutazama. Lakini mkuu, hii kazi ambayo ulotupatia inaonekana kazi ni nzito sana. Alafu huyu mtu ambaye tunamtafuta inaonekana ni mgeni sana kabisa kwenye kijiji. Watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, 2,000 watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, 2,000 watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, 2,000 watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, 2,000 watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, 2,000 watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili. Wewe sobeza tutembezee au si? Sio bwana huyu jamaa anakuwa dharau. Unajua nini nitakupinga mwanangu? Kabisa, au si? Hata ndo. Kama unaninyea wewe kama umekuja na shida uzungumza vita. Wewe ndako nini? Samani. Mboga kulala? Kwa nini mtogolana naye? Mimi mgeni bado. Kama una mtogolana naye bwana. Anyway, umesikia? Naomba leo nusu ya kulala, then next time tutakuja. Sawa. Sasa ndio jiko hapo unapita hivi. Unakata hapo unaenda hivi. Iko hapo tu kona hiyo hapo. Ukipita tu hapo unakata moja. Asante. Naona Mbona kama pozi una ngoma nini wewe? Hivi wewe unakuniona mimi nafanania na ngoma? Hebu wewe peleka kwa visabuni vako. Visabuni? Nini sasa? Kama mnakuwa kama hivi yani siwaelewi nyinyi wanaume gani nyinyi? Kusikia wewe. Hivyo sio vitu vyetu kabisa yani. Kwa hiyo mnavyonifikia hivyo mnafikiri mimi nitaogopa? Hivi nyinyi wanaume aina gani yani labda yani niwaulize nyinyi wanaume gani yani mwanaume kama wewe kabisa uniangalie mimi. Sulushi. Kama vipi pita? Ona nini cha kuongea mshamba wewe? Mshamba bibi yako.
Niko zangu pale. Nilikuwa naona hapa kuna kisista fulani kimekuja hapa kinaitwa Aisha kile. Nisimama nacho. Simame naye au kaja mtani? Mbona unarusha? Nilimuona akasimama basi sijajua mazungumzo yake. Sasa subiri. Yule taarifa zake zote ziko hapa zote. Wale kukua wapo hawa. Taarifa gani? Fanya nyoka omboi, mambo ya ngoma hayo. Oya, nisikilize mimi. Namba 16. Wale ni malaya. Wapo hawa watatu. Kuna mwingine anaitwa Epi. Huyo malaya hatari. Wamekuja kutafuta hela. Kwa hiyo muwe makini. Hivi mnanielewa? Yaani muwe makini. Sawa? Unajua mimi nipo katika harakati ya kuwasaidia nyinyi mnajua sijui. Sina hata buku. Wewe mshamba nini? Kama una story zingine fanya upite omboi. Wewe mwanangu unamwelewa wewe? Wewe usirushwe na. Mwanangu mimi napita madini nini? Mimi napenda vitu ambavyo true yani. Wewe unaongea na kusikiliza tu. Hebu toka kama. Wewe ndio mtama mjanielewa nichongea. Toka Mbona siwaelewi. Hayo mambo yako ya ngoma peleka huko mshamba nini? Oya. Mwanangu fanya ni hivyo basi. Wewe vipi baba? Vita, hamna kitu nini wewe? Vipi mshamba mbona? Ndo anaita kijue nuksia. Mboi mshamba sana. Mbona anakaa maskani anakuja kuleta dharau, huyu anakuja anatuletea michocho, anakuja naye michocho. Kwa hiyo anaandika kabisa dharau. Dharau hapo leo kwenye hapa naona tayari kama mkosi ndugu yangu. Hapa pa kupita. Hilo ndio lolobaki. Ndio kaangalia mazingira yetu hapa. Hapa. Kuwa na maisha kama haya, lakini ipo siku moja Mungu atanibariki. Watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, elfu mbili, watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, elfu mbili, watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, elfu mbili, watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, elfu mbili, watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, elfu mbili, watoto buku mbili, watoto buku mbili.
Happy vipi leo? Nasubiri message ya 20 mwenzenu hapa. Mbona 20? Kwani 20 ni chakula mpya umle? Anapewa mtu anapewa hela kulingana na urefu wake. Hakuna. Ndio maana 20. 20 ni sio yeye. Dada yake. Karibu. Asante. Wewe. Wema. Wema. Habari zenu jamani? Wema. Dada. Mimi nikupitia tu kusalimia dada. Wewe. Msima wake hapo. Mimi sima kama viliona. Okay, mimi naenda basi. Wala sina mengi. Mbona hai haraka kutoka kwa kwenu? Kwenu? Sasa nini haraka? Nikasema si vibaya nipite hapa bila kusalimia dadangu. So cool. Unanisalimia kila siku hapo napita unasalimia taratibu wetu tunajua. Niambie kitu. Kiukweli kwa leo nina haraka. Yaani nina haraka kweli. Haijawahi tokea. Hebu mwache aende. Najua vitu nikaja na umbea. Tusubiri kuondoka. Wewe naye naongea na wewe. Ndio nishakujibu unataka. Hebu sikia jibu bwana. Wewe naye mtoto wa juzi tu niamaza naye naongea na wewe. Kumbe unaongea na nani? Mimi naongea na wewe. Dada yangu kijana wa design. Unataka nikaja kaita dada yake. Jamani kuna mwingine anaongea na wewe nawe kaanza kufanya kazi focus na kazi yako. Jamani kwa elini. Watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, elfu mbili, watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili. Mimi nakupenda sana. Yaani wewe kazi yako tu kusema unanipenda. Wakati nimekuomba tu ya kusuka umeninyima mpaka sasa hivi. Kwa nini jana? Nimekwambia leo mimi naona kutengenezea. Ndio niambia. Nisikilize sasa hii saa 4. Ikifika saa 6 mimi nitakucheki. Tuone kama saa 4. Kwani kudanganya mimi kudanganya wewe? Hilo swala halina shida. Sawa, nikuelewa ndio unipe kweli, sio tu maneno. Mimi ndio hivyo, mimi sitaki hivi. Mimi nataka upendeze. Sio umenielewa? Nataka kupendezesha maana gani hata mtu akikuona ajue kweli kabisa huyu mtu anahudumiwa. Sawa, mimi nataka nini? Leo ndio shaka kwake. Mimi mtu mwenye maneno mnataka simpendi. Na mimi ndo sitaki maneno. Mimi nataka vitendo. Mapenzi maneno mimi sitaki. Sawa, nimekuelewa. Ila uzingatie sasa. Yeye ni ishi. Sio umenielewa? Ndio maana napenda. Mimi nakupenda. Asante. Kwa usijali. Sawa. Nikifika saa 6 mimi nitakucheki. Sawa, nashukuru. Wewe ndio shaka. Yaani nilikuwa na shida yoyote ile wewe niambie. So, chochote, yani chochote kile. Yoyote. Yaani chochote. Sawa, mimi nitakwambia. Basi na shida moja basi mimi ni wahi sasa ikifika. Mimi nitakucheki mpenzi. Haya. Wewe ndio shaka. Haya, bye. Shemeji. Naona umetulia vile kama unasubiri hela kikoba vile. Asante. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu bwana anajali hasa kwa damu. Sina baya. Kasema hapa. Yaani nikasema leo nikisema nilale na hiki kitu nilichokuwa nacho moyoni. Allah. Yaani ndugu yangu, subiri nikuaminishe kwa sababu mimi nina taarifa tuseme za kijiji kizima. Kabisa. Yaani ndio mimi napenda upepo. Yaani huu sio umbea tena. Hii ni taarifa kwako. Suma. Mimi sibahatishagi vitu vangu. Suma bwana. Katika pilika zangu huko kwenye kichochoro. Mtu na mdada Aisha tunamjua. Ndio wapo watatu labda tuwaizishie kidogo. Kushao hapo watatu. Aisha,
na yule sijui zama. Wa. Sasa Aisha, kwenye kichochoro wamekupatiana yani Sema huyu mwingine shemeji. mimi kweli, yaani na dhambi zote nilizofanya na hii tena niongeze? Hapana shemeji, mimi sikudanganya, nakwambia ule ukweli. Yaani Aisha kila Sasa shemeji, ukiachana na taarifa nilokuletea pia na haraka shemeji, unaenda wapi wakati hujanipa buru vizuri? ila usiwaze Mbona hivyo? shemeji, usiwaze, kwani uliniita? Si nimekuja mwenyewe. Sasa unanichanganya mimi kwa mfunguo na kwa unaondoka, unanichanganya. Usiwaze, nakuja. Mau. Mpaka nini? Umetoka? Nimechoka. Nakuja hapa unaonekana kushinda sielewi. Aisha na? Kwani mada ambazo mimi sizielewi. Mada uzielewi. Ngeni kwako wewe kwa maana. Hadi hapo ndio ndabika. Aombe Aisha aje basi. Maana vingine anaviweza yule dada, vingine haya. Wewe ni mtu gani? Kila siku maneno, kila siku ndio. Huyo Aisha anakupa nini kwanza labda? Anakupa nini? Aisha gani? Aisha gani umjui ina maana? Sivyo? Kwa sababu mimi nikitoka imekuwa shida. Ndio. Nikitoka nikaenda kwa nini? Sio kutoka kwa shida kufutoma na wewe Aisha. Aisha wa nini? Kwa sababu nisisimame na watu. Shida Aisha. Kwa nini sijaambiwa mwingine nimeambiwa Aisha? Hivi utakuwa nini? Kumbuka utakuwa nini? Unaniambia kabisa kwa nini nimeambiwa Aisha sio mwingine? Kwa unasikiliza na maneno ya kuambiwa, si ndio? Mdogo mimi ndio maana umeenda kwa Aisha kukuongeza. Baba unanichosha ina hapa tunaenda. Na Juma siku hizi. Umesikia? Jamani, kwani tena unachagua mbona kwa hivyo? Unaona kwa pesa. Sasa mpaka kina zipata wewe usizipate au? Hiyo video lini? Ya vocha hiyo. Elfu 20. Mbona vocha? Naye unatoka na Samuel. Kwa mimi siongei. Samuel ndio yule mbaya lakini la nayo. Sasa mpaka sasa sasa nikwambie. Yaani nyote mnanichanganya. Wewe Samuel anaela gani? Ndio ushangae. Wewe unaona unajua. Nakuuliza Samuel anaela gani? Wewe mpumbavu. Mimi ndio mwenyekiti wa umtaa, kitoto cha 2000. Yaani ukisikia mwenyekiti wa kitoto cha 2000 ndio mimi. Haya wewe Samuel anaela gani? Wewe Samuel unajua hela zake. Sasa mpa unayo. Mtokeni na yeye. Okay. Bora ni mwenyekiti zangu tu ni. Wewe chogo chuma wako hiyo. Mwambie Juma. Wewe chogo chuma wako. Bicho kama msumari ila na hela. Hapo sisi tumenyamaza. Anakuambia sasa mpa. Bicho kama kama. Unakuja kula hapa. Unajua hela za nani? Changanya hapa. Msumbue, msichanganye. Sasa hivi mnaondoka. Twende wapi ndio tushafika. Tuondoke sehemu moja basi tuchanganye kwanza. Tuchanganye. Kwa nini tuondoke bwana? Nisikia tu damu zangu za mshumani. Sio kama kufanya jamani. Kisa kula tu. Na hujalizoea bwana, endelea na kafundisha. Wewe. Hebu unachukulia poa au vipi? Hebu Jose chukulia poa hapo, mimi nagaramikia hapo, mimi mtaani naonekana mbaya kwa sababu yako mdogo wangu. Mimi nishatoa hela nyingi mdogo wangu usome unajua. Alafu mnakuja kuletea mambo goya hapa, mnaniletea mindizi yenu hapa. Mnachanganya unajua, unanielewa? Alafu mnakaa hapa mnamwaga mindizi vyenu hivi. Watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, elfu mbili, watoto buku mbili, watoto buku mbili. Wewe maji. Sogea.
Msogea hapa. Leo naona mjaenea wote. Wewe hapa kwa? Hapa ndio kwetu. Nyumbani kwetu tupajue. Wafanye nyumbani. Wewe kiburi nawe. Kwa unatakaje? Sasa nisikilize. Mwambie Aisha, mazoea na bwanangu afanyaje? Aache. Sijui unanielewa? Wewe, kwani mwenyewe hujamuona? Ndio nakwambia, sababu nimekuja hapa sijamkuta. Tena usinipandishie sauti. Sijui unanielewa? Nitokee mimi bwana. Wewe. Ndio nishakwambia fikisha. Msona nimekaa pale nimewavumilia. Mizogo na makelele saudi kwangu sipendi. Mna ugomvi wenu malizana ni huko njiani, sio kufuatana saluni kwangu. Mwambie wewe. Sina nielewa. Alijaisha. Tumeelewana? Nimemaliza. Sasa nisikilize wewe mbwa. Ili bifu linaendelea. Kwanza mbwa mwenyewe kabla ndio nishakwambia. Ili bifu linafanyaje? Linaendelea. Masi nyinyi mmezoea. Mwaka huu mmeukalia. Au sio? Naona nimechiwa. Ndugu zangu, kunapita njia ile ndani ya ndugu zangu hivi, lakini nilipoona hapa nikasema subiri niwapelekee taarifa nilikuwa nayo. Ndugu zangu, mtaa wetu umeingiliwa na mambo ya ajabu sasa hivi. Mnamjua yule baba yake Aisha? Mnamfahamu? Sasa yule mzee ana matendo ya ajabu kaanzisha. Sijui kaanza muda ila mimi nimemkuta. Wewe. Wewe unapotaka kuingia kwenye point wewe ingia mwanangu. Ushakuwa mavijiwe kama 100 hivi mpaka kufikia sasa hivi. Basi sawa. Wewe nyoka, maana unavyosema hivyo kama sisi tunakutuma. Mimi inaonekana kama uniamini. Subiri. Wewe nyoka kwenye point wa. Sawa. Huyo baba yake Aisha huyo. Nimemkuta kwenye dirisha, kwenye chumba cha mwanae dirishani. Anapiga chabo hivi. Anapiga chabo. Hivi si baba yake Aisha huyo dirishani kwa hiyo. Kumbe alikuwa anampiga chabo mwanae. Sijui mnanielewa? Anampiga chabo mwanae. Sasa mimi nikasema nilipoona hapo nikasema acha niwaletee taarifa hizi. Tuwe makini. Kama mwanae kamfanyia kitendo kama kile. Sijui kama sisi majirani zake hapa kama anakosa kutufanyia mchezo kama huu. Kuwa makini wewe. Kufuatilia vitu ambavyo havikuhusu. Umesikia? Utakuja kuuponza. Hivi kwanza kazi ya kufanya unakuwaga una. Mimi nimekosea wapi? Shirikishe. Sasa mbona mimi naona kama nimetenda wema kuwapa taarifa, lakini naona kama inanigeukia ndugu zangu. Wema gani unaona wewe? Wewe ni umbea mwanangu. Wewe mtoto wa kiume kaza. Mimi nasemaje? Wewe vipi? Nisameni mimi. Kama nimekosea nisameni mimi. Ila mimi nimewapa kama taarifa. Nilikuwa sina nia mbaya ndugu zangu. Wewe mboyo wewe pita. Basi ndugu zangu. Nimekosa mimi. Watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili, buku mbili, watoto buku mbili. Shoga leo sio kwema kabisa. Unajua kuna mtu anakaribia siku yangu leo. Nani kwanza alikuharibia siku? Yaani kuishia hapo karibu nani? Ni nani? Mke wa nani? Mke wa Suma. Kwa hiyo ndo anakuharibia siku wewe, anakuharibia halisi yako ya siku. Sio kuniharibia, katuharibia. Kivipi? Yaani karibu nini tena? Kwa hiyo Tena kaniambia kafika pale watu hivi. Saluni shoga yangu. Subiri. Shoga? Kama unataka maji nikuletee, yani naomba hiyo listi ninavyoiona hapo mwongozo wake. Unipe mzima usitoe hata neno moja. Subiri nikwambie shoga yangu. Kafika pale saluni shoga yangu. Wewe kama nani? Njoo hapa. kwa dharau kabisa nikakukejeli au? Mimi nimemkolomea hapa ndio kwetu. Usichangae. Asupoi. Nakwambia, mwambie shoga yako yule Aisha amwache mume wangu. Wakimme gani? Asupoi. Huyo bwana mwache bwana wangu. Mimi bwana tena. Kwa bwana gani? Mimi watu bwana kwanza. Chamba kana kwa bwana gani? Huyo sio kwa mume wangu. Sio nini kanikaambia wewe koma. Na mtaka tunanyama muunganisha.
Kwanza unajua pale nilishataka kuanza kupigana. Wewe mimi nasubiri. Kimekuja kwa Kichina. Akasauni kwangu. Unamjua? Kama ninavyomwona na mashauzi yake. Akasauni kwangu. Sasa mimi nilikuwa nataka challenge. Unajua tena. Piga kwa mdada. Tena wadogo. Wewe ngumu. Unajua ile sauti yake. Sikiliza, mwili mkubwa tu kidogo. Wewe. Kwanza kishoga. Afiki nilichokiona hiki cha Jacobe hiki. Hii cha Jacobe. Yaishe. Huko inachaje huko inachaje? Jamani kwa jina kulinganisha Yaishe. Ataki nini sasa? Ataki makelele, nikamwambia una pumbavu tunamlisha sisi hapa tusinge. Wewe tusingera saundi ndio pale anatia huruma. Wangu alisikia. Nje msikatani ndani hapa. Atufai. Yaani mwanamume wake tumeukalia. Shoga yangu hapo. Na mimi nikamwambia, nikamwambia mnenda huko nikalisonya shoga yangu. Nimeenda kwa kutia matako kama matokene kabisa. Ndani ya chapati. Mama beni. Atufai. Nikamwambia mimi naondoka hapo. Kaondoka pale. Nikamwambia nikaingia kaungani. Eti tena lile lilipoondoka. Sio nikusuka shoga yangu ngambia koma usimtoe. Na mimi chukua bara. Kama namuona leo. Nikamwambia utakuwa na ule mpushi wa kila nyumba dada. Alishaona ile matango yale. Hapo kuta mimi nishepuka choma. Maana siku hizi kuna ile japo wewe na ile hajachoma. Si tatu. Anachika hata siku zako sumbo. Ndio maana sasa niwaambie ni mchongo. Yes, anasema sisi tumeukalia. Basi yeye utamchoma. Tumeukalia sisi ila utamchoma yeye. Hapa na wasiwasi. Jitu la mtumba. Yule atakuwa yeye. Unakumbuka ile siku unaambia ambaye alikukuta. Huyo mtafutia siku. Hilo jitu la mtumba. Sasa sikie yule. Na tangu fulani hivi. Ana connection hii kwa Kigoma na Bati. Yule mkaka anakuambia yule shoga yule. Yule tukimpara kidogo na kutia Kigoma. Yule yule jitu la mtumba yule tunampata pale kwake. Yaani tunakumchamba afu tunalipiga. Afu sasa tunamnunulia na nguo ili tumpe ili liache. Mimi na wigi langu lile ndani linamtosha kuvali. Maana nikimvisha yule tunamkalisha huko. Sikiliza. Wewe tajifanya mbele. Yaani tunamnunulia nguo za kiasi tunamnunulia na kidaftari kipya. Iko kidaftari kipya na mpakazi chote anjaze mimi hapa mimi ania. Akiishi nayo kazi. Namkodishia tena. Tunamkodishia tena. Tunamkodishia tena mbali. Yaani mimi naona kama hiyo siku yani ya kaka maana nina uwadu. Unayo. Asa za ushazi sasa kwa unakosa sasa mpaka sasa ni kama rafiki yangu ile sisi Kigoma tunachukua bure. Umesema hapa mimi na yangu hiyo Kigoma sasa wewe unaongea sasa hapa huna. Kumbuka. Tunachanga. Hata tunaongesema tuchange au unajua. Jamani yeye ile zemle ile mwenzi jamani. Zemle ndio ana gala mbwa.